Maisha ya sasa yanahitaji mtu awe na akili ya fedha na maamuzi ya busara. Kuweka akiba, kuwekeza, kufanya biashara, kuishi chini ya kipato na kutengeneza vyanzo mbalimbali vya mapato ni mambo muhimu yanayomsaidia mtu kupata uhuru wa kifedha. Tabia hizi humwezesha mtu kujiimarisha kiuchumi na kuishi maisha yenye utulivu na maendeleo endelevu. Maisha ni sasa. Ili ufanikiwe, unatakiwa kufanya mambo ya msingi, na jambo la kwanza ni kuweka akiba. Akiba ni msingi muhimu wa maisha yenye usalama wa kifedha. Mtu mwenye tabia ya kuweka akiba hujiandaa vizuri kwa maisha ya sasa na maisha yake ya baadaye. Kuweka akiba humsaidia mtu kuwa na fedha za dharura na kutimiza malengo yake ya muhimu kwa kuitumia akiba hiyo kama mtaji wa kuanzisha biashara na kufanya uwekezaji, lakini pia kununua asset, yani vitu vinavyompatia kipato. Akiba hujenga nidhamu ya matumizi ya fedha na kumsaidia mtu kuwa na utulivu wa kifedha. Jambo la pili ni kuwekeza. Uwekezaji ni njia muhimu ya kuongeza kipato na kujenga maendeleo ya muda mrefu. Mtu mwenye maono huwekeza kwa ajili ya maisha yake ya baadaye. Kuwekeza kunasaidia fedha kukua na kuleta faida nyingi zaidi. Unaweza kuwekeza kwenye biashara, kwenye elimu, kwenye ardhi ama miradi mingine yenye faida. Uwekezaji humsaidia mtu kufikia uhuru wa kifedha na kuboresha maisha yake binafsi. Jambo la tatu ni kufanya biashara. Biashara ni moja ya njia muhimu ya kujiongezea kipato na kujitegemea kwenye maisha. Watu wengi wamefanikiwa kupitia biashara ndogo ndogo, biashara za kati na biashara kubwa. Kufanya biashara humsaidia mtu kupata mapato ya ziada na kutumia kipaji ama ujuzi wake kuzalisha fedha. Biashara inaweza kuongeza uzoefu, ubunifu na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kimaisha. Kwa kuweka juhudi na uvumilivu, biashara inaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha mafanikio. Jambo la nne ni kuishi chini ya kipato. Kuishi chini ya kipato ni tabia nzuri inayomsaidia mtu kuepuka matatizo ya kifedha na madeni ya mlundikano. Maisha yenye mpangilio mzuri huanza kwa matumizi yenye nidhamu. Mtu anapotumia fedha chini ya kiwango cha fedha anachokipata, ana nafasi ya kuweka akiba na kuwekeza, lakini pia anaweza kununua asset, yani vitu vinavyompatia kipato. Kuishi juu ya kipato husababisha madeni na msongo wa mawazo, lakini matumizi yenye mpangilio mzuri huleta utulivu na maendeleo binafsi ya kifedha. Jambo la tano, usitegemee chanzo kimoja cha mapato. Kutegemea chanzo kimoja cha mapato kunaweza kuwa ni chanzo cha kujiingiza kwenye mikopo isiyo na ulazima. Ni muhimu kuwa na njia tofauti tofauti za kupata kipato. Unaweza kuwa na kazi, ukafanya biashara na kuwekeza kwa wakati mmoja. Njia hii itakuongezea uwezo wa kupata maendeleo na kupunguza hatari ya matatizo ya kifedha na madeni ya mlundikano.